kulikuwa kuna baba ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa umma. Aliifanya kazi yake kwa uweledi mkubwa sana. Hakuweza kudhulumu wala hakuweza kula mali ya umma kwa ubaya. Hakumuonea mnyonge wala mtu yoyote. Na akaifanya kazi yake kwa miaka na mikaka mpaka alipostaafu na zikakaribia siku za kwenda Jongomeo njia marahaba. Ndiposa akamuita mtoto wake moja, binti wa kike, akamwambia, mwanangu, nimefanya kazi hizi kwa muda mrefu na mimi nakaribia kuondoka na kwenda njia ya watu wote. Mwanangu, sijakuachia mapesa lukuki katika benki, lakini nimekuachia kitu cha thamani, kitu kikubwa sana ambacho kitakusaidia. Sasa hakufafanua zaidi. Siku ilipofika akaondoka, kenda Jongomeo njia marahaba. Ndiposa siku moja mtoto wake amemaliza masomo ya chuo kikuu, anakwenda kutafuta kazi. Baada ya kufanyiwa interview ama usaili, alipolitaja jina lake, wale ambao walikuwa wanamfanyia usaili wakastaajabia, wakasema, he, wewe ni binti wa fulani bin fulani? Yule binti akaitikia ndio. Wakasema, baba yako alikuwa mtu mwema sana. Na mwingine akaishusha miwani yake kama ameinamisha kichwa chini, akarudia kusema, baba yako alikuwa mtu mwema sana. Na ndiposa yule binti alipata kazi. Siku moja yule binti alikwenda hospitalini, na daktari alipoanza kumuuliza juu ya yale yanayomsibu na kumuuliza jina lake, ndiposa alipolitaja, dokta pia akamwambia, je, wewe ni mtoto wa fulani bin fulani aliyekuwa anafanya kazi katika ofisi fulani? Ndiposa yule binti akasema, ndio, yule ni baba yangu na ametangulia katika njia ya haki. Ndiposa yule daktari akaitoa miwani yake kuifutafuta, akasema, baba yako alikuwa mtu mwema sana, na akamtibu yule binti pasina hata kutoa hata senti 5. Na siku moja anakwenda uwanja wa ndege, afisa wa serikali akaliangalia jina lake hivi kabla ya kwenda katika hatua ya mbele zaidi kusubiri ndege. Akamkimbilia kidogo, akamwambia, samahani, nilikuwa naomba kuuliza, je, wewe ni binti wa fulani bin fulani? Akasema, ndio, mimi ni binti wa fulani bin fulani. Akamwambia, baba yako alikuwa mtu mzuri sana. Akamwambia, hii namba yangu ya simu, tafadhali naomba tuwasiliane. Ndiposa fikra zikamjia yule binti wakati ule. Akakumbuka maneno ya baba yake aliyemwambia, nimekuachia kitu cha thamani, si mapesa, si majumba, si magari, lakini kumbe amemwachia jina. Ndiposa akakumbuka pia mstari mmoja katika maandiko ya Biblia unasema, a good name is fine than a better perfume. Yani kwamba jina jema ni zuri kuliko marhamu ya nardo ama kuliko perfume ya bei kali. Ni heri wale ambao wazazi wanaondoka wanawaachia watoto wao urithi wa majina mema, maana kila wanakokwenda wanapokelewa kwa tabasamu na bashasha kubwa sana. Na inakuwa sio bahati iliyo njema wazazi wanaoacha majumba na mapesa, lakini majina yao yakitamkwa watu wanakunja sura, maana wazazi wao waliiba, walidhulumu na walidhuru wengine. Wabadu wakatabahu fakir, langu jina ni Joram Kumbi, na yuka huku nikiweseka kwa Turuhani. Nao